Mawazo yako ni mafumbo makubwa. Mtu mjinga yatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Wasio haki wakichipua kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele. Bali wewe Bwana umtukufu hata milele. Maana hao adui zako, Bwana, hao adui zako watapotea, na watendao maovu watatawanyika wote pia. Bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi, na jicho langu litawatazama walioniotea. Sikio langu limesikia habari za waovu walionishambulia. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze kuwa Bwana ni mwema, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kumwamini Bwana ni mkataba. Sio mkataba kwenye maisha haya tu. Anasema utawaona wale maadui zako Bwana akiwaangamiza kwa macho yako, na macho yako yatatazama na kuona msiba wao ukiwajia, kwa sababu Bwana atamsitiri mwenye haki. Lakini kitu kikubwa anasema sio wakati unapokuwa na nguvu. Kama utaendelea kumtumikia Mungu, hata wakati wa uzee utaendelea kutoa utomvi. Lakini kitu kikubwa anasema, kwa nini Mungu anakuacha uishi? Ili ukatangaze kwamba Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya uelewa huo, ninaomba tuende mbele za Bwana sasa asubuhi ya leo. Mshukuru kwa ajili ya ulinzi, mshukuru kwa ajili ya afya, mshukuru kwa ajili ya amani, katika jina la Yesu. Na sauti yako tuende mbele za Bwana. Baba, tunakushukuru tena asubuhi ya leo. Tunainua mikono yetu juu. Tunasema asante kwa ajili ya roho zako ambazo pamoja nasi tulipolala. Asante, umetupigania ukaangusha maadui. Umetupa kibali cha kuingia katika ibada ya siku ya leo kwa sababu unatupenda. Bwana, pokea sifa na shukrani. Asante kwa jeshi la malaika ambao limekuwa pamoja nasi Bwana usiku wote wa jana. Asante kwa kibali ambacho umetupa Bwana kuwepo nyumbani mwako asubuhi ya leo. Sio kwa sababu tunajua, sio kwa sababu tunaweza, ni kwa msaada wako tu Jehova. Tunakuabudu, tunakusujudu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe unastahili sifa. Wewe ni Bwana wa Bwana. Wewe ni mfalme wa falme. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa siku njema Bwana. Pokea shukrani katika jina la Yesu. Anza nasi ibada hii tena Bwana, ukabariki kazi ya watoto wako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutaimba beti moja au wimbo namba 103, kisha tutaingia katika somo la asubuhi. Usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi. Mimi pekee yangu nami, nami usiku tena. Usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi. Mimi pekee yangu nami, siku zetu hazikawi kwisha. Sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi. Usiye na mwisho nami. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi. Asubuhi ya leo somo letu ambalo litatuongoza kwa ajili ya maombi ya asubuhi linaitwa kusambaratisha matamko ya kishetani. Mpendwa katika Bwana, maandiko inatufanya tutambue tu katika vita, lakini vita vyetu sio vya mwili huu.
Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 anasema tunapigana na falme moja, wakuu 2, mamlaka 3 na majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu. Kwa tunapigana na nguvu za aina 4. Sasa usikize kwa makini. Vita vinapangwa. 50% ya kushinda vita ni mipangilio. Wakati katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 Daudi anapigana na Samueli, sio lile kombeo ndio lilimpiga, anapigana na Goliathi. Sio lile kombeo lilimpiga Goliathi, no. Wala Goliathi alipokuwa anapigana na Daudi, sio yale maneno au yale kelele za Goliathi zilimpiga Daudi. Goliathi alimlani Daudi kwa jina la Mungu wake, ambaye ni Mungu wa Goliathi. Lakini Daudi akasema, unanijia kwa fumu, unanijia kwa mkuki, mimi nakuja kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa vita vya kiroho vinaanza katika ulimwengu wa kiroho. Unachokiona kinatokea katika ulimwengu wa mwili ni matokeo tu. Na ukitaka kuelewa kuhusu vita vya kiroho kwa upana wake, angalia kitabu cha Yohana wa 3 sura ya 1 mstari wa 2. Anasema, mpenzi, napenda ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa nisikize kwa makini. Vita vinaanzia kwenye roho, alafu vinakuja kwenye afya, alafu vinakuja kwenye uchumi. Hayo ndio matamko ambayo falme za giza zinafanya juu ya maisha yako. Kwa hiyo unapoona unapambana kiuchumi, usihangaike. Yale ni matokeo tu ambayo ni mbegu ilishapandwa, imeota, inatoa matawi sasa. Tambua kuna vita vilianzia katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana kuna somo nimefundisha linaitwa nguvu ya usiku wa manane. Kwa sababu tukasema tunajiuliza swali la msingi kwamba mchana unaisha saa 12. Kwa nini dunia nzima ikakubali kwamba siku inaanza saa 6 usiku? Kwa nini? Kwamba tuwajinga watu tunajua usiku wa manane ndio siku inaanza. Ina maana ulimwengu wa roho unaongozwa kwa masaa sio kawaida. Kwa usiku wa manane ndipo ambapo falme za giza zinapanga matamko au maneno kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Kwa ili kushinda vita ni lazima uanze kuharibu agenda za mkutano ambao umefanyika katika usiku wa manane. Vinginevyo hiyo vita utapigana nayo sana. Baba, naomba uchumi wangu. Baba, naomba vyangu. Tambua kuna agenda zimetamkwa, kuna maneno yameshaandikwa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 10 mstari wa 3 anasema, maana ingawa tunakwenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mstari wa 5, tukiangusha mawazo. Kumbe vitu vinaanza na mawazo, matamko, maneno. Anasema tukiangusha mawazo na kila kilichojiinua. Anaanza mawazo. Cha pili anasema na kila kilichojiinua kinyume cha elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu maana yake nini? Maandiko matakatifu yamesemaje? Ambaye anajiinua kinyume cha elimu ya Mungu nani? Wafalme, wakuu, mamlaka, mapepo wabaya katika ulimwengu wa giza. Anasema tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Vita vyetu sio vya damu na nyama, vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Ukiangalia wakati Mungu akamwita Abraham, kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1, akasema kukubariki nitakubariki, na atakaye kulaani wewe nitamlaani. Kumbe unaweza kulaaniwa na ile laana ikafanya kazi ndani mwako. Na ndio maana kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28 anasema kwamba na baraka hizi, alafu anakubariki, alafu anakuambia kama utashindwa kutii sauti ya Bwana Mungu wako, na laana hizi. Hajasema anakupiga kwa nyundo, hajasema anakupiga kwa fimbo. Laana ni matamko. Yale matamko yakifanya kazi ndani yako, hakuna unachokwenda. Ndio maana mchawi yoyote huwa aje kupiga na fimbo, wala aje na bunduki.
akisha kuvamia anatamka laana zikitamkwa, wale wafalme wakuu, mamlaka pamoja na mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho wanafanya kazi. Nilikwambia siku moja, mkuu wa mkoa hana nguvu, ashiki bunduki, yeye anatamka, au rais, ila kinachotokea kuna jeshi. Hilo jeshi ndio mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa kuna wafalme ambao hawana jeshi, huyo ni malaika wa shetani. Lakini kuna wakuu hawana jeshi, kuna watawala, alafu kuna mapepo wabaya, ndio majeshi ya ulimwengu wa roho. Kwa sisi tunapambana na mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambao ni watu wadogo. Na ashukuriwe Mungu kwa sababu Bwana Yesu anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ule adui, na hakuna kitakacho washinda. Asubuhi ya leo tutumia mstari mmoja wa Isaya sura ya 54 mstari wa 16 na 17. Wote kama upo katika huduma hii kwa muda mrefu unaweza kuwa na ujua, na ndio ambao tutasimama nao kuangusha mamlaka, matamko na kufuta vikao vyote ambavyo adui amekusudia uharibifu juu ya maisha yako. Isaya 54:17 anasema kila silaha, tuanze na 16. Tazama nimemuumba mbuzi avukutaye moto wa makaa. Moto wa makaa, Biblia huwa ikosei inapoandika. Ndio maana tunaposema shetani au mapepo wachafu tunakuunguza kwa moto. Ni moto wa makaa. Moto wa makaa uzimi. Moto wa makaa unayosha chuma. Moto wa makaa hakuna kinachoweza kusimama katika. Anasema avukutaye moto wa makaa, akitoa silaha kupitia moto wa makaa kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu. Ameumba watu wawili. Wa kwanza ni muuzi, avukutaye moto wa makaa, akitoa silaha kwa makaa hayo. Cha pili, amemuumba nguvu ya kuharibu. Tunapoharibu matamko, tunapoharibu kazi za ibilisi, naomba nikwambie katika ulimwengu wa roho zinaharibika. Sikiliza kwa makini. Anasema kila silaha, sura 17 sasa, itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Cha kwanza ni silaha. Lakini anaona kwamba haitoshi. Anasema kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa ni mkosa. Anasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Kwa tunapoenda kupigana vita leo, ninatamani, inawezekana kuna matamko yamewekwa kwenye msingi. Tuliongea wiki iliyopita, kama msingi ukikosea, hiyo nyumba utajenga sana. Matamko katika uchumi wako, matamko katika kukosa nguvu ya kiroho, unajisikia uweze kuomba, unajisikia upo tu, ni mamlaka. Matamko katika familia, kwa sababu kama kuna kitu shetani anaweza kutumia kwa ajili ya uharibifu wa maisha yako na kuyumbisha, anaipiga familia. Kwa mambo ya matatu ni lazima uyaangalie na kuweza kutengua matamko yoyote katika leo. Tusimame. Tutaimba beti inayofuata katika ule wimbo, kisha tutaingia katika maombi. Mianzo ile tenzi 103. Ninaja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana nami. Ninaja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza asubuhi ya leo. Wewe ni Alfa na Omega, utukufu wote na wewe, heshima na shukrani.
Baba, natambua vita sio vya kwangu, bali vita ni vya kwako. Simba wa Yuda, ukainuka asubuhi ya leo Baba, ukapigane vita hii katika jina la Yesu. Achilia malaika wako Bwana, wakapata kwenda kufanya makuu sawa na utukufu wako, maana umesema malaika ni watumishi ambao umeweka wahudumie watakatifu. Nami asubuhi ya leo ninaomba msaada Bwana, ingilia kati kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninatamka aina yoyote ya viapo vya uovu, watu waliosema bora tufe kuliko mtu huyo afanikiwe, bora tufe kuliko mtu huyo awe na afya, bora tufe kuliko mtu huyo aende mbele. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu ninafuta matamko katika ulimwengu wa roho, ninabomoa ngome katika jina la Yesu. Kila matamko ya kishetani sambaratika, futika. Baba, umesema umeumba uharibu, umeumba uhuzi, akukutae makaa ya moto. Ninaomba asubuhi ya leo ile madhabahu ambayo imeweka matamko, ile madhabahu ambayo imehifadhi maneno ya viapo, asubuhi ya leo moto wa makaa juu ya madhabahu hiyo. Achia uchumi wangu, achia afya yangu, achia roho yangu katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, ninaomba unabii wowote wa madhabahu yoyote ya kichanga, ya madhabahu yoyote ya kiganga, madhabahu yoyote ya kishirikina, ninaufuta unabii, ninafuta maneno kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninatamka kwamba maisha yangu hayatatumika kwa shetani, bali maisha yangu yatatumika kwa ajili yako katika jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba asubuhi ya leo kupitia maombi ya Bwana unipake mafuta mabichi kwa ajili ya kufanya mambo makubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Baba, nainua mikono, naomba mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi kwenye uchumi wangu, mafuta mabichi kwenye kajina yangu, mafuta mabichi kwenye biashara yangu, mafuta mabichi kwenye shughuli zangu, mafuta mabichi kwenye maisha ya kiroho. Roho Mtakatifu, weka ubichi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote ya laana iliyosema hii haiwezekani, hili halitakwenda, Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninafuta matamko hayo, ninafuta unabii huo, ninafuta kazi hiyo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba yangu, naitia jina lako asubuhi ya leo, aina yoyote ya wakala wa giza ambaye ametumwa kufuatilia maisha yangu, kupeleka taarifa katika madhabahu yoyote, leo kwa jina la Yesu ninafuta mtandao wa taarifa wa ulimwengu wa giza kinyume na maisha yangu, kinyume na makusudi yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Baba yangu, aina yoyote ya wakala anayesema haiwezekani, leo ninamkemea, ninatengua mamlaka yake katika jina la Yesu. Kila silaha iliyotengenezwa kinyume changu ninaifuta katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Baba yangu, ninakataa kwenda mbali, ninakataa kutolewa njia leli ya baraka za maisha yangu, bali ninakiri kwamba mimi ni wa baraka,
si wa laana. Mimi ni wa juu, si wa chini. Mimi ni wa mbele, si wa nyuma. Baba, ulimwambia Yoshua atakuwa mwanadamu atakayeweza kusimama mbele yako akafanikiwa. Yule adui anayetumia mwanadamu yoyote kusimama mbele yako kinyume na mpango wako, Baba, leo kwa jina la Yesu ninamtegua, ninamfuta katika jina la Yesu. Bali naomba Bwana, ile leli iliyotengeneza, ile njia iliyotengeneza kwa ajili ya maisha yangu, ukaifanya baraka, ukaifanya furaha, ukaifanya amani katika jina la Yesu. Baba yangu, sina msaada mwingine isipokuwa kutegemea katika Roho yako Mtakatifu. Umesema kwamba Bwana umeniweka muhuri kupitia Roho Mtakatifu. Ninaomba sasa kwa damu ya agano, kila agano ambalo adui ameweka nami kwa kujua au kutokujua, kila agano ambalo nimejiwekea mwenyewe kwa maneno niliyosema, leo kwa jina la Yesu ninafuta maagano, ninafuta matamko, ninafuta maneno katika ulimwengu wa roho. Natamka amani, damu ya Yesu nena mema kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu naomba shimo lolote katika eneo lolote la maisha yangu likapate kuzibwa kwa damu ya Yesu. Naomba shimo lolote katika eneo lolote la maisha yangu likapate kuzibwa kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu naomba mlango wote wa uovu ambao umetumika kuniharibia maisha yangu, ambao umefunguka na kumruhusu shetani kuwa anapita kwenye maisha yangu, leo kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafunga mlango wa uovu, ninafungua mlango wa baraka, ninafunga mlango wa uovu, ninafungua mlango wa baraka katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa uende kwenye maombi binafsi, na kama nilikwambia kwenye maombi binafsi, ila katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 sura ya 7 mstari wa 12 anasema, roho yule anayeshika kama sana, roho ya hekima, kama unachoma na kusoma Biblia ya hekima, nataka kutoka roho ya maarifa. Kwa chini tu roho, yaani sio gani akupe maarifa ya mambo gani, akupe hekima na namna ya kuelewa. Anasema roho ya matendo ya miujiza, roho ya uponyaji, roho ya imani, roho ya kuweza kufanya matendo makubwa, roho ya kuweza kunena kwa lugha. Kwa Biblia Baba anahitaji roho. Biblia ya kitabu cha Isaya 3:2 anasema kuna roho saba katika Roho Mtakatifu. Kikubwa hekima, maarifa. Baba, fungua macho nione, nipe hekima, nishuke mafusa katika maisha yangu. Nahitaji kutoka hapa. Kwa hiyo sauti yako ndio Bwana. Ombea pia kwa ajili ya kanisa. Mungu apate kutujenga, Mungu apate kuongeza watu, Mungu apate kutukuza katika jina la Yesu. Kwa hiyo sauti yako kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kanisa, na maombea binafsi ukitumia neno la Roho Mtakatifu. Inua sauti yako mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu tunamshukuru tena asubuhi. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ni kwa neema yako tu Bwana tumetupa kibali kwa neema yako. Baba, tunaomba huduma ya Success of Christ Church mikononi mwako. Wewe ndio ulianzisha madhabahu. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ikatimilize kusudi ulioweka ndani yako katika jina la Yesu. Ule moto na nguvu yako Bwana ikapata kwenda kutembea katika madhabahu, ikatupe neema katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kila mkakati wa adui kuisambaratisha madhabahu, tunaomba ukafutike kwa damu ya Yesu. Tunaomba ukafutike kwa damu ya Yesu. Bali neema yako Bwana ikawe maadui kwa ajili ya maadui yetu, ukasimame kwa ajili ya maisha katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu tunaombea washirika wa hapa kwamba Bwana ukawape neema popote walipo,
wale ambao Bwana wamewaleta kushiriki nasi katika Jumapili, katika siku zote, vijana wale wadogo. Baba, tunaomba nguvu mpya kuamka na kuoa, nguvu mpya kuamka na kusonga mbele, nguvu mpya kuamka na kusimama, nguvu mpya kuamka na kuweza kuinuka katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu Kristo ikuepushe na mabaya yote. Baba, ule mguu uliowaekea naomba ukuepushe na nguvu za adui, wale kondoo walinde na kuwatunza katika jina la Yesu. Rika baka zilirosha baka liliroboza, rika baka liliroboza kaliterba, rika baka liliroshe kaliroboza, rika baka liliroshe rako baka liliroshe rika baka lilirosha, ori liliroshe kalirosha, rika baka lilirosha baka lilirosha, ori lilirosha baka lilirosha, roka baka lilirosha kalirosha baka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Naomba pale ulipo ombea taifa la Tanzania. Mungu atupe amani. Ombea rais wa Tanzania, Mungu atupe hekima kwa ajili ya kuongoza taifa katika njia ya amani. Ni mosi ya kula pesa. Baba, tunainua taifa la Tanzania. Tunaona harufu ya damu, tunaomba Mungu tusamehe. Tunaomba utuhurumie. Taifa hili litaenda kumwaga damu katika jina la Yesu. Tunaomba amani Bwana. Tunaomba amani Bwana. Tunaomba amani Bwana. Tunaomba amani kwa chini ya chini katika jina la Yesu. Baba, ukatupe neema tukavuke hata katika hili. Wewe unaweza kubadilisha mambo. Tunaomba ukabadilishe mambo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba neema ya amani kwa ajili ya watoto wako. Tunaomba ukawape hekima rais wa Tanzania, ukawape hekima viongozi Bwana, ili nchi ikaweze kwenda kwa amani Bwana. Kila mamlaka inaleta kuharibu amani, kila damu inayomwagika, tunakemea Watanzania watauzwa kwa shetani kwa damu zao katika jina la Yesu. Tunaomba msaada Bwana, ukaibariki nchi yetu Bwana, iongoze kwa hekima, isaidie katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme pamoja sana. Baba yetu mbinguni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama nasi tunawasamehe waliotukosea, kwani ufalme ni wako, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Amani ya Kristo iende pamoja nanyi. Niwatakie siku njema katika jina la Yesu.